Tumetoka kufanya kongamano kubwa la pili la kimataifa la Kiswahili Ufaransa. Mafanikio ni makubwa sana. Tulichojifunza Ufaransa, duniani kote kuna wazungumzaji wa Kiswahili, na BAKITA wako chini ya wizara hii, vyombo vya habari viko chini ya wizara hii, mitandao ya kijamii iko chini ya wizara hii, wasanii wako chini ya wizara hii. Kwenye Kiswahili kuna fursa kubwa sana, na waombeni ndugu zangu wa Tanzania, tumefungua milango kule. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alituelekeza kwamba kongamano hili badala ya kulifanyia Namtumbo, Kagera, Kigoma, Tanga, Arusha, twende tulipeleke nje ya nchi ili tukapate watu wengine wengi zaidi wanaozungumza Kiswahili. Sasa hivi tunazungumza wazungumzaji wa Kiswahili zaidi ya milioni 500. Tulivyokwenda Paris, Ufaransa, tumejionea sisi wenyewe watu kutoka mataifa mbalimbali yaliyoshiriki pale Ufaransa. Takriban nchi 15 zilikuja na uwakilishi pale Ufaransa, lakini tumepata washiriki zaidi ya 1200 waliokuja kwenye kongamano hili. Mimi nilichojifunza, ndugu zangu, yale maneno tunayozungumza siku zote kwamba Kiswahili kimebeba fursa, kweli kimebeba fursa. Tumekuta wanadiaspora wa Tanzania wenzetu wanaoishi nchi mbalimbali wanafanya kazi ya kufundisha Kiswahili na wanatengeneza pesa. Tumekuta wazungu kutoka kwenye nchi mbalimbali wanajifunza Kiswahili ili wawafundishe wazungu wenzao wapate pesa. Hii ni fursa ya kwetu sisi wa Tanzania. Hatuwakatazi, lakini tuchangamke. Kiswahili sasa hivi tusikione ni ulumbi wa kupiga maneno tu, kimebeba biashara.